Karibu katika sehemu ya pili ya mwendelezo wa ushuhuda wa ndugu John Gabriel Madale, kijana ambaye ni mlemavu aliyevunjika uti wa mgongo, asiyeweza kutembea. Alikuwa ni wa kulala zaidi ya miaka 14 tangu alipokutana na ajali hii akiwa kazini mgodini huko mkoani Singida. Lakini nasema kwamba Mungu amtupi mja wake. Leo hii John anasimulia vile ambavyo Mungu ameweza kujitukuza katika maisha ambayo ameisha mateso makali ya kulala kitandani pasi na kuamka wala kufanya chochote. Lakini leo kama ambavyo nashuhudia kwenye video hii, John Gabriel Madale ana uwezo wa kukaa katika kiti cha wheelchair, lakini pia kutoka kwenye kiti cha magurudumu hata kwenda kukaa kwenye kiti cha kawaida, kitu ambacho halikuwa hawezi kufanya hivyo. Jumamosi iliyopita John Gabriel Madale aliishia kutusimulia pale ambapo shangazi yake alipokuwa anaumwa pressure, kwa sababu alikuwa akiishi na shangazi yake. Shangazi alibeba jukumu la kumhudumia mtoto wake mara baada ya baba yake mzazi John kumtelekeza ndugu zake pamoja na watoto wake na mke wake. Basi shangazi akalibeba jukumu, lakini shangazi yake na yeye alikuwa na matatizo ya pressure. Kuna muda ilikuwa kipanda, basi John hivyo hivyo na ulemavu wake anajikokota na magurudumu yake akiwa katika kiti hicho na kwenda kumpatia tiba shangazi yake ili aweze kurejea katika hali yake, ili shangazi aweze kuendelea na majukumu ya kupika na vitu vingine kama sehemu ya kumsaidia John. Leo John anaendelea kutusimulia hapa kisa cha kuondoka kwa shangazi yake na kuelekea kijijini huko kwa babu yake. Nini ambacho kilimkuta huko? Tazama mpaka mwisho video hii, simulizi ya kusisimua ya maisha ya John Gabriel Madale kabla kukutana na utukufu wa Mungu kupitia kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Josephat Madaraka. Hakikisha umesubscribe YouTube ya Pastor Josephat Madaraka wa kulia kwenye button nyeusi ili usipitwe na mwendelezo wa kisa kizima cha sasa huu uliomkuta John Gabriel Madale. Kumbuka na yeye alikuwa ni mzima kama wewe. Alikuwa ana viungo vyote vilivyokamilika. Ndio maana Waswahili husema hujafa hujaumbika. Na tukeshe kila siku tukiomba na tukiwaombea na wengine pia. Hakikisha umesubscribe YouTube ya Pastor Josephat Madaraka hapo chini mkono wa kulia, lakini pia usisahau kucomment, kulike na kushare na wengine pia waweze kubarikiwa na ushuhuda huu. Tazama mwendelezo na hii ni sehemu ya pili. Saa 9 usiku. Basi ikawa imefikia sasa, shangazi akasema sasa nenda kwa babu yako kwa wasalimie huko, baadaye uje urudi tufanye check up tena ya uti wa mgongo, kama ikiwezekana nikuchukulie nikukatie tiketi uende wapi, uende India ukafanywe nani. Basi nikarudi kwa babu huku sehemu za Ushirombo, nimekaa kwa babu. Baadaye nikarudi Dar es Salaam. Akasema sasa tufanye kitu kimoja, urudi twende hospitalini ukachekiwe tuone taratibu, tena tumsubirie daktari anatoka India. Kweli tukamsubiria, kafika akaniangalia, akasema sasa tusubirie namna ya kuja kwenda wapi, kwenda India. Akasema nenda tena kwa babu yako ili ukakae kidogo huko, kama ilikuwa alinipa kama miezi kama 8 hivi. Nikaenda kukaa, nimekaa kwa babu, kukawa na ugomvi tena na wajomba zangu Ushirombo. Ushirombo kuna mchomba wangu alikuja huko na yeye na nimeshamsamehe siku nyingi, na ametangulia juzi kati hapa mbele za haki, kwa sababu ilifikia sema kwamba huyu amekuja huku, amekuja kuuza mashamba. Wewe hapo kwa maneno ikabidi niitwe wenye kiti, na mama yangu yupo huko mpaka sasa hivi, mama yangu mkubwa. Kwamba huyu wakaanza kuitwa wenye kiti, wakaenda kwa wenye kiti kwamba huyu mnasema kwamba alipata ajali mgodini. Hamna, huyu alikuwa ni jambazi. Tena siku hiyo yeye alikuwa na bunduki, ameingia ndani, wenzake wakamkimbia, wananchi ndo wakamchukua, wakampiga, wakamtupa mbugani huko. Naona ndo bahati nzuri akawa amesikia shangazi yake, wakawa wamempeleka hospitalini Muhimbili. Na vurugiwa sasa katika taratibu za vijijini nionekane mimi ni mbaya, kwa sababu ilifikia nikamwambia sasa mjomba, unasema nitoke hapa niende wapi? Huyu ni babu yangu na mimi nimekuja hapa, sio kwamba nimekuja kama kumsalimia au kujitibu mimi.
Asema wewe unasema? Nikamwambia sasa mimi nasema kama babu yangu sio huyu alipozaliwa mama yangu, nitafutie kama ni jirani. Unaleta ukorofi. Basi kesho yake kaondoka mjomba, kaenda mahakamani, akachukua summons kwamba mimi nafanya fujo. Basi nikachukuliwa, alikuwepo na mtoto wa mama mkubwa, kabidi tuende naye. Nimefika kule, wakaeleza kwamba huyu bwana anafanya fujo na nini. Nikamwambia mheshimiwa, sasa mimi fujo ukiniacha hapa au ukifunga humu ndani utanikuta nimo humu, au pale kama ukitaka kututoe tu mfano hai iweke 10,000 hapo nje. Nani ataifuata? Sana sana ataifuata anayetembea, au mtoto akipita pale labda ndo atanisaidia, lakini kama na yeye ana akili anajua ile hela ataondoka nayo. Akasema hakimu, nendeni mkaelewane, hiyo ni masuala ya kifamilia. Basi tukarudi mpaka nikaanza kutengenezewa madawa, na wasikia kabisa wasema kwamba huyu bwana atatoka, hata kwa dawa yoyote atatoka. Mwisho nikachoka, nikawa nimetoka nimekuja kwa dada yangu, nimekaa na penyewe sasa ikawa ni shida. Nasema wewe hauna familia yako binafsi mke? Yani sina, niko hivi. Wakati unapata ajali ulikuwa hauna familia yako? Kwa na familia mwanamke nilipopata ajali akawa ameolewa. Akawa ameolewa. Kwa maneno ikawa wanasema kabisa kwamba yule bwana ameshakufa. Basi nimekaa, nikatoka kwa babu nikaenda kwa dada. Kwa dada na kwenyewe sasa shemeji yangu ni mtu wa pombe. Akawa anasema sasa wewe umeuleta huu mzigo, ukifa je? Basi nimekaa labda asubuhi atanieleza dada tuongee naye. Basi kaona sasa nitafute hapo kipindi hicho. Sasa wakati natoka Ushirombo nilikuwa nimepata mama yake na watu tumekaa naye. Kamzaa huyu mtoto. Kamzaa huyu mtoto. Basi nimekaa pale kwa dada. Baadaye dada nikamwambia sasa afadhali tumtafute huyu mama wa huyu mtoto ili nimfuate au anakuja kunisaidia. Akasema hilo ni swala nzuri, nje mkae tu hapa. Basi tulipomfuata nimekaa kwa dada. Baada ya siku 2 naambiwa sasa kaka inatakiwa ujipikie. Sasa nikajiuliza nijipikie, mimi sina uwezo wa kusema kwamba nitatafuta nitafanyaje. Naambia sasa hapa nimefukuzwa hapa. Basi bahati nzuri na mimi nikajiongeza, nikampigia kuna dereva fulani wa bajaji alikuwa ananichukua nikiwa nateremka kwenye gari, alikuwa anakaa CDT. Nikampigia simu akanifuata, nikaongea naye, akasema bwana twende tukatafuta tu chumba, ikiwezekana kama na mimi nikiwa na hela nitakusaidia. Kaje tukatafuta mjini, kashindikana, bei ya vyumba ni kubwa. Bahati nzuri tukateremka Mungula, ndio nikaenda kupata nyumba ya bure. Basi nimekaa na huyu mama yake na huyu kijana. Tumetoka kwa dada, hatujapewa chakula chochote, tukaje tukakaa. Siku ya kwanza mimi nikawa kama nimefunga, ili tunatafuta chakula cha huyu mtoto. Kawa namwambia huyu mama nenda kwa majirani wakakupe hata unga wa uji. Basi nimekaa. Bahati nzuri kama amejitokeza mama mmoja kunisaidia. Kanisaidia chakula. Baada ya muda kawa ameondoka, alikuwa ni mtu wa Rwanda. Kawa ameondoka. Sasa yule mwanamke akaanza kunifanyia vituko, akawa anakuja usiku, mama yake na usiku saa 6 saa 7. Basi baadaye nikamwambia bana, nitakiwa wewe urudi nyumbani kwenu, naona umeshanichoka. Kwa baadaye utakuja. Vituko gani kwa kufanyia? Anakuja usiku, kiondoka kama mida hii anakuja usiku saa 6. Unaona mimi najivuta naenda kumfungulia. Kipindi hicho nilikuwa sina wheelchair. Hii wheelchair nimepata juzi. Mtoto alikuwa na umri gani wakati huo? Mtoto bado alikuwa ananyonya. Huyu tulionaye hapa. Alikuwa bado ananyonya. Basi
kawa ameondoka. Nilikaa Mungula kama wiki 2 niko peke yangu. Tunajivuta kwenye mlango kama hapo. Nakaa. Alienda na mwanae? Alienda na mwanae. Nikabaki mimi peke yangu. Basi nikaa najiuliza, nilikuwa nalia sana, najiuliza sasa bora siku nilipata ajali Mungu angenichukua tu. Kwa sababu ilifikia majirani walikuwa wanapita wanakuja pale wananiletea chakula nashindwa kukila. Kwa sababu nikila kitaka kujisaidia kwa sababu nilikuwa na ndoo kama 5 hivi zilijaa uchafu. Sasa nitafanyaje? Nikawa nalia kila saa, yani wakileta tu chakula na kiweka, ikifika jioni natafuta jinsi ingalau ni naweza nikakihamishia kwenye yani nisile kabisa. Ndio ikafikia bahati nzuri ile kijana wa bajaji nikambipu, kanipigia nikamwambia njoo. Kipindi hicho nalia sasa, ndo akaja. Alikuja jioni. Alipofika alifungua, alivuta tu mlango. Akatikisa kichwa akaanza kulia aliponiona. Mguu ulikuwa umebanduka kwa chini huko. Nilikuwa nimeweka kwenye kiti hivi. Nimekaa hivi. Unadondosha damu. Basi nilikuwa naweka hivi. Naweka hivi. Nilikuwa kwenye kiti. Nichoka usiku sasa, namna ya kujirusha nimekaa kwenye kiti hapo ili niteremke. Nateremka chini, naweka hivi. Hivi. Alafu naenda nimeshikilia, nimefunga kitu hivi ili najiburuza. Kwa maana ukiwaachia tu ukijigongesha hivi damu kwa sababu kuna kagodoro nilikuwa nako kalikuwa kamejaa damu. Kwa sababu ilikuwa ni kulala tu kulingana na hali yangu mimi. Kama mtu mwingine hawezi kulala. Basi yule bwana akasema hivi, mtafute mwenyekiti, kama una namba yake umpigie kuandikie barua kwamba unatoka hapa. Mimi kuna chumba kwangu. Lakini sasa sina mwanamke. Nitakachokula mimi na wewe utakula tu. Nikikoswa ujue basi tumekosa. Basi nikampigia mwenyekiti akaandika barua akamtuma mtoto wake kaniletea. Basi kesho yake jioni yule bwana akaja akanichukua na bajaji nikaenda kwake. Nimekaa kwake nimemaliza kama miezi 8 kwake. Ilikuwa sehemu za Rugera. Basi yule bwana akasema kwamba hapa tunataka kukauza. Sasa inatakiwa utafute tu sasa sehemu nyingine. Huyo bajaji akusaidia wewe? Anataka kuondoka na yeye. Basi kapatikana mama mmoja ndo akanichukua akanipeleka Shunu pale. Shunu karibia na Nyashozi. Nimekaa pale kama mwaka mmoja. Ndo akawa amepatikana huyo mama. Akaja akanichukulia chumba hapa. Mume wake yupo Zambia. Ndo akaja akanichukulia chumba hapa. Na mpaka sasa hivi niko hapa. Naona. Na mpaka sasa hivi niko hapa. Umesema mke wako aliondoka na alipoondoka aliondoka na mtoto. Lakini tumefika hapa tumemwona mtoto. Yeye imekuaje? Alipoondoka na mtoto ilibidi nimpigie baba mkwe. Akasema wewe kama una shida na mtoto wako njoo chukue. Ndo nikaenda kumchukua. Nilipomchukua nikaanza kujiuliza njiani nipo kwenye gari. Mtoto ana umri mdogo sana. Sasa huyu akitaka kujisaidia nani atakuwa anazoa? Hapo naenda najiuliza. Kwa mtoto na umri gani? Na mwaka mmoja na miezi. Nikajiuliza sana lakini nikasema Mungu nisaidie kwa sababu mimi nilivyo mwanangu ndo awe msaidizi wangu. Basi siku hiyo tumelala, asubuhi kakabana kweli haja. Kauliza unataka ufanyaje? Nataka kwenda kunya. Naambia sasa nenda kule chooni. Kuna ujisaidie, ukishajisaidia uchote, kuna maji, kuna dumu lipo hapo. Kwa sababu walikuwa yule bwana alikuwa ananipeleka. Kishafika jioni kitaka kuna nini na mbipu anakuja kunipeleka. Nikamwambia kuna dumu la maji. Ukimaliza kujisaidia uchote umwagie. Haya kakaenda katoto. Basi baadaye nikakaona kamerudi.
Ambia tayari umelisha nani basi bahati nzuri nimekaa mlangoni, waga nakaa mlangoni. Nikamuita, kuna mtu alikuwa anapita. Anambia bwana nisaidie samani, sio kwamba nakukosea. Nataka tu nikuelekeze kidogo unisaidie kwa sababu mtoto amebanwa kunya. Ameenda chooni, labda ameenda kuharibu kule. Sasa nilimuelekeza mimi, sasa na mimi sijiwezi, nisaidie kwenda kuangalia. Basi akatoka kaenda kuangalia. Alipoenda kuangalia akasema safi. Kasema safi, mtoto amejisaidia vizuri na amemwaga maji. Unaona? Na hapo sasa ulipotoka hospitali unasema kwamba ulikuwa na mke wako. Ina maana mtoto wako ni huyu mmoja ama una watoto wengine? Watoto ninao 3. Watoto walishani nani, mama yao sijui alivyowafunga. Kwa maneno kile ukisema hawezi kukusikia. Watoto wote mamao ni mmoja? 3. Mamao ni mmoja. Huyu? Tofauti. Huyu mama yake mwingine. Wale 3 mamao ni ndio kwa mke mkubwa huyo? Wa kwanza. Yuko hapa naye kama? Yupo sehemu moja inaitwa Chapurwa. Na watoto wako huko Chapurwa? Watoto wako Chapurwa, 2 wa kike, wa kiume yuko Dar es Salaam. Wanafahamu babao uko wapi kwa sasa hivi? Hapa mmoja ndo anapafahamu, wengine hawajui. Huwa anakuja kukuona? Alikuja siku moja tu. Sasa wao kama watoto wako wenyewe pia wanachukuliaje hali ambayo baba yao unayo hii na unayoipitia? Hali wanachukulia ni kawaida tu, kwa sababu inakuwa kama mimi, yani tuseme kama nilikuwa kama ni jirani tu, kwa sababu angekuwa kama wanajua kwamba mimi ni baba yao, nimepata matatizo kama hivi na baba yangu anaishije na analala kivipi, kwa sababu mimi najua kama ni mzazi wako utaelewa kwamba mzazi wangu kweli umekaa. Hata kama unafanya kazi sehemu, tajiuliza baba yangu sijui ameshindaje, ana hali gani kulingana na hali yake, hajiwezi kutembea, yeye ni mtu wa kukaa tu ndani. Unaona? Sasa hiyo haipo, yani wanachukulia tu swala la kawaida. Ulijisikiaje pale ambapo madaktari walipokuambia sasa hauwezi tena kusimama? Hauwezi kusimama ni kwamba umevunjika kiuno? Uti wa mgongo. Ile hali uliipokeaje madaktari kukupa taarifa kwa mara kwamba sasa umevunjika uti wa mgongo na hauwezi tena kusimama? Nilichukulia tu kawaida, lakini sasa ilikuwa sio kawaida. Lakini namkumbuka sana shangazi yangu. Amenisimamia sana. Kitu kilichokuwa na kifaa. Mpaka alisema shangazi yangu, alisema mwanangu, mimi cha kukupa sina. Mimi ni hela ninayo, lakini sitakusaidia sana, na ipo siku na mimi nitakuja nikufukuze kwangu. Cha msingi nakupa hii Biblia, mtegemee Mungu ambaye habadiliki, yeye ni yule kila siku. Ipo siku naweza nikakuacha wewe mwanangu. Na kweli shangazi yangu amefariki. Wakanaumia sana. Shangazi, yani hali nayoishi, ila naishi hali ngumu sana. Yeye amefariki mwaka gani? 2017. Baba yangu naye amefariki 2019. Yani mpaka sasa hivi hata kama nikiulizwa na watu kwamba una watoto, sina watoto, kwa sababu mtoto wangu aliyabaki ni huyo ananisaidia. Nikimwangalia nafikia yani nalala umo najisaidia, katoto kanafuata maji kanapeleka kinyesi. Huyo mtoto angalia sana, mtoto nabeba majukumu makubwa sana. Kwa mtoto ndo ambaye anahangaika na kila kitu nayo. Yani kila kitu huyo mtoto wangu, kila kitu. Kwanza akienda shule na kichelewa, yani wakasina la kabisa, kwa sababu kila kitu anafanya yeye. Mtoto anajaza maji, anasomba maji, mimi sina uwezo wote. Anasomba kenyewe kanajaza hapa, anajaza yote haya madumu anajaza, anakuwekea maji ya koga.
tunamaliza kuoga, anaenda kumwaga maji, anarudi. Kama kuna masufuria ya kuosha, anashusha, anaanza kuosha. Ukitaka kwenda msalani Najisaidia tu mumu kwenye dumu, mtoto anapeleka. Alikuwa anapeleka sehemu hapa, akakataliwa. Kwa anapeleka kabisa polini kule. Sasa na mama mtoto yeye hajawahi kabisa kuja mama. Hajawahi. Mtoto sasa hivi mpaka amefika miaka 7. Mama yake haonekani. Kwa hiyo hii hali ambayo unaishi kwa sasa hivi unayoipitia ni kwamba hakuna mtu ambaye anakusaidia mwingine, ama kuna watu ambao ndio wanakusaidia wewe? Yaani huyu mama ambaye alikuwa anisaidia sasa hivi aishajikata. Kwa sababu kuna kipindi 2024 mwezi wa 3 nilienda kulazwa kulingana na nani alikuwa nasumbuliwa hapo. Nikamtolea taarifa mchungaji na wao, lakini sijaona mchungaji amekanyaga kule hospitalini. Nilikaa siku 3, nilikuwa peke yangu. Basi kuna bwana mmoja akaniambia, mchungaji wako umemwelezea? Nikasema nimeshamuelezea lakini sijamuona, lakini ikaja kwenye njozi. Nikasema sasa hiyo kanisa kuna muda itapasuka katikati. Hiyo kanisa itapasuka katikati. Yule bwana nikamuelezea, bwana sasa kuna njozi nimeota, hiyo kanisa letu linapasuka katikati. Anasema kama ni wewe unasali na unamwamini Mungu, majibu sio sasa hivi, kule mbeleni utayaona.